Kikristo Katoliki wakizungumza kuhusiana na kifo cha Papa Francis. Sasa kwenye swala hili bwana, hapa tunaungana na mwenzetu ambaye yeye ni ndugu Efron Mkungilwa. Tunamtungana na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Efron Mkungilwa aweze kutueleza kuhusu Papa Francis. Karibu sana Efron, tupitishe kidogo kuhusiana na ufahamu wako pamoja na kazi zake kuu zilikuwa vipi Papa huyu aliyefariki. Kwanza tuanze kumfahamu tuanze na utangulizi wa kumfahamu Papa Francis ambaye jina lake la kuzaliwa ni George Mario Bergoglio, ambaye alizaliwa mnamo Desemba Desemba 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires nchini Argentina. Sasa Papa Francis alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki mnamo tarehe 13 Machi mwaka wa 2013, na ameshikilia cheo hicho cha upapa kwa muda wa miaka 12, akichukua nafasi ya papa ya mtangulizi wake Papa Benedicto wa 16 aliyejiuzuru mwaka wa 2013. Na yeye ni papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, na pia wa kwanza kutoka kwa shirika la Kijesuit ambalo ni Wajesuiti hawa ambao wenyewe ni kama ambao kwa kule nchini Argentina wanajiita watu ambao wenyewe jamii yao na mitazamo yao na mienendo yao na misimamo yao wanaamini katika Yesu Kristo. Kwa hiyo utume wake mkuu umekuwa ukihimiza unyenyekevu, kupambana na ufisadi ndani ya kanisa na katika jamii kwa ujumla, jamii ya kimataifa katika mataifa mbalimbali duniani, kulinda mazingira, yani kukabiliana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi na mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na kupigania haki za wahitaji, haki za binadamu kwa ujumla wake na watu waliotengwa katika jamii. Hivyo sasa tunaweza kumfahamu Papa Francis na kazi zake kuu. Papa Francis anafahamika kwa kuwa kiongozi anayependelea maisha rahisi, yani maisha yenye usawa katika jamii, ustawi wa maisha yenye usawa kwa watu wote katika jamii, na mwenye msimamo wa kujali zaidi maskini na watu walio wa hali ya chini, pamoja na kuwa mtetezi wa haki za binadamu na utunzaji wa mazingira, kama nilivyoeleza hapo awali, akikabiliana hasa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa baadhi ya kazi zake kuu ni kuhimiza haki za kijamii, na hii amesimama kidete katika enzi za uhai wake kupinga ukosefu wa usawa wa kiuchumi, na amekuwa na sauti kwa watu waliotengwa. Na kazi yake nyingineyo ambayo naweza kuiangazia zaidi ni kupigania amani ya mataifa mbalimbali ulimwenguni. Mara kwa mara sasa Papa Francis tangia enzi za uhai wake alipoingia kwenye cheo cha upapa tangu mwaka wa 2013 amekuwa akitoa wito wa kusitisha vita, mfano nchini Syria, Ukraine, maeneo ya Mashariki ya Kati, kule nchini Israeli katika ukanda ule wa Gaza, na maeneo mengine huko Afrika ambayo yamekuwa yakikumbwa na migogoro ya kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na maeneo ya Afrika haya yote kwa ujumla, lakini na maeneo baadhi ya kule bara la Asia. Na aidha nimeendelea kupambana na ufisadi ndani ya kanisa. Amekuwa akitekeleza mageuzi katika ndani ya Vatican, hasa kuhusu matumizi ya fedha ndani ya kanisa, lakini pia mazungumzo ya kidini. Ametekeleza juhudi kubwa katika kuimarisha mahusiano ya dini nyingine kama vile Uislamu, Uyahudi na madhehebu mengineyo ya Kikristo. Lakini pia nimeelezea utunzaji wa mazingira kupitia waraka wake wa Laudato Si. Alitoa wito wa kimataifa wa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Hivyo ndivyo tunaweza kumtambua Papa Francis kwa utangulizi huo mfupi. Asante sana kwa maelezo hayo ambayo kimsingi kiukweli kabisa yanagusa maeneo mengi. Sasa kwa kifupi sana Efron, kifo chake ni kikubwa kwa namna gani? Ni tukio kubwa duniani, na kwa sababu ya nafasi yake ya kipekee ya kiroho, kisiasa na kijamii. Yeye si tu kiongozi wa kiroho wa zaidi ya Wakatoliki bilioni 1.3 duniani, bali pia ni sauti ya maadili ya kimataifa,
Kifo chake kimeweza kusababisha sasa maombolezo ya kimataifa, vikao vya viongozi wa mataifa mbalimbali na mazungumzo kuhusu nani atakuwa mrithi wake haswa katika kipindi kijacho baada ya yeye kuondoka duniani, hasa katika nyanja za amani na katika kuliongoza kanisa la Roman Katoliki duniani kote na haki na mazingira. Na maeneo mengi duniani sasa yameweza kutangaza siku za maombolezo, ikiwemo taifa la Brazil ambao hawa ni kama ndugu zake vile, kwa sababu yeye anatokea kule Amerika ya Kusini, nchini Argentina. Kwa hiyo nchi ya Argentina na Brazil ni nchi ambazo zinapatikana bara moja la Amerika Kusini. Kwa hiyo Brazil wao nimeona katika taarifa wametangaza takriban siku 7 za maombolezo ya kifo cha Papa Francis, na huku Vatican sasa ikiandaa msiba wa kipekee wa kihistoria sasa. Okay. Sawa, nadhani umemsikia vizuri Efron hapo. Efron, kabla hujamaliza, sasa mimi niligusia kidogo hapa kuhusiana na pengine siku zinazoweza kuchukuliwa mpaka kupatikana papa mpya. Tuambie wewe kama mchambuzi, anapofariki dunia papa, taratibu gani ufuatwa kabla ya kuzikwa, na msiba wake nadhani umeeleza kidogo unakuaje hapo. Hebu tuambie ni muda gani unapita sasa mpaka kiongozi mwingine wa kanisa Katoliki kupatikana na vigezo vinavyotumika. Malizia kwa hilo Efron. Baada ya papa kufariki sasa dunia upita angalau siku 15 hadi siku 20 kabla ya uchaguzi wa papa mpya kufanyika. Katika kipindi hicho sasa maandalizi ya uchaguzi huandaliwa ndani ya Sistine Chapel huko Vatican. Na vigezo na taratibu ni kama ifuatavyo: makardinali wote walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaoruhusiwa kupiga kura, na ili mshindi atangazwe kuwa papa mpya ni lazima apate angalau kura angalau kiasi cha 2/3 ya kura zote zilizopigwa. Na mchakato ni wasiri sana, na baada ya kila duru ya kura moshi mweusi huonekana ikiwa hakuna mshindi, na moshi mweupe huashiria kuwa papa amepatikana baada ya zile karatasi za kura kuchomwa. Na vigezo vingine ni pamoja na uchamungu, elimu ya teolojia, uzoefu wa kiutawala yani uongozi, na mtu mwenye uwezo wa kushika mamlaka ndani ya kanisa, na uwezo mwingine ni wa kuunganisha waumini kutoka maeneo mbalimbali ya dunia, pamoja na kuhamasisha amani ya ulimwengu, pamoja pia vile vile na kusimamia na kuwa na uwezo wa kuleta ushawishi katika siasa na diplomasia za mataifa mbalimbali ulimwenguni kote. Shukrani sana ndugu yangu Efron kwa maelezo haya.